Mabwege ndio ambao wanakuza kiburi cha wanawake. Unamtaka mwanamke, nenda moja kwa moja kwenye inbox yake. Usiombe ruhusa wala nini. Ukifika pale mbona umekuja bila ruhusa? Wewe tulia wewe. Ruhusa kwani kuna hela hapo natoa? Nisikilize, tulia hapo. 1 2 3 bla 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 bla. Hajajibu unavyotaka wewe, unasonga mbele. Wapo wengi sana. Ila wewe unachokosea, unaamini huyu mwanamke ninayemwona hapa ndo the only one, ndo the special. Wewe ni mpumbavu sana. Lazima wakutese sana. Yaani kama mwanamke yule naye unamwona ndo the only one, ndo the special, man, na anajua, unatakiwa kujua hilo kwanza. Anajua kwamba unamwona the only one, ndio maana kufanyia upumbavu, ndio anakuletea drama zote. Ila mwanamke ambaye anajua kwamba sio the only one, anajua una machaguo mengine, anajua unaweza kumwacha muda na saa yoyote ile, hawezi fanya upumbavu. Atajibu message zako kwa wakati, tena kwa haraka sana. Atakujibu vizuri, atoshindana na wewe, atoleta drama za aina yoyote. Unatakiwa kujua hilo. Kwa wanaume wengi wanatukuza DP. Mwanamke mwenyewe hana pesa, hana kazi, hana mwelekeo wote. Bwana, huyu ndo mwanamke mimi nimempenda. Analeta mchango gani meblaza muonekano ule pale akimagia saluji? Manake utabadili mahusiano tena. Akimagia saluji akaharibika hiyo sura. Nini kingine? Manake utavunja mahusiano, utaingia kwenye mahusiano mengine. Usiingie kwenye mahusiano kwa ajili ya sura pekee mwanangu. Usiingie kwenye mahusiano kwa ajili ya sura pekee meblaza. Lazima mwanamke awe na mchango, awe na thamani fulani ambayo inaongeza ukuaji kwenye maisha yako. Hivyo ndivyo ambavyo wanaume watawala wanafanya. Mzee Sona anasema hivi, jiulize hivi, una akili timamu? Jiulize, kaa chini sasa hivi, jiulize,